Ni usiku wa tuzo nchini, kwa maana kwamba TAFA 2025 miongoni mwa watu, miongoni mwa wasanii, miongoni mwa master ambao wamehudhuria tuzo hizi ni pamoja na Madam hapa Chioma Mapepe, mke wa Side mwenyewe muuza magari, mjanja wa mjini. Nazungumzana, atuambie vile ambavyo ameona usiku umeendaje. Chioma, mambo? Poa. Ulichokiona kweli, ulichotarajia ukione umekiona? Nimekiona kwa kweli, event ilikuwa nzuri sana, 10/10 kuanzia organization, jinsi program ilivyoenda kutoka tukio moja mpaka jingine, burudani zilivyoenda, decor palivyopambwa, yani everything was nice. Watayarishaji wameupiga mwingi sana. Mmoja kati ya watu ambao walikuwa na vibe kubwa ni wewe. Ili tukana na nini? Mimi napenda, si unajua mimi ni mwigizaji. Kwa hiyo kwenye events kama hizi za kusherekea waigizaji na filamu na nini kwenye industry yetu, nakuwa na furaha sana. Kwa yes, nilikuwa na furaha sana kutokana na the event, na kama nilivyokuambia ilikuwa pambe, so yeah. Naomba iweke clear. Mtaani kule wanawalinganisha Noma, pita kule shika mwenyewe. Wanawalinganisha Noma sambamba na Kombolela. Tuweke clear. Kuna chochote tofauti na hiki, lakini nimekuona umepanda juu wakati msanii wa Kombolela anaimba, ulikuwa na vibe kweli. Hii inamaanisha nini hasa? Shika kaka hapa. Mwisho wa siku unajua sisi wote ni waigizaji, sisi wote tunafanya kazi moja. Kulinganisha watu ni sawa kwa sababu watu wanaangalia, lakini haimaanishi kwamba Kombolela ipo chini au Noma ipo chini ya mwenzie. Kila mtu anafanya kazi nzuri kwa nafasi yake. Yes, kwa hiyo ndio maana unaona mimi naweza nikavibe na wasanii wa Kombolela, naweza nikavibe hadi na msanii yote wa kazi yote nyingine ile. Sijui unanielewa. Kwenye kushindanisha ni kitu cha kawaida. Watu they'll always they'll always put us against each other. Kutokana na unajua watu wanaangalia mwingine atasema Noma kali, mwingine atasema Kombolela kali, lakini haimaanishi kwamba sisi na watu wa Kombolela ni maadui. Hapana, mwisho wa siku sisi ni marafiki, tunaongea, tuna interact na tunaheshimiana kwenye kazi. Yeah. Kwenye vipengele vyote ambavyo vimependekezwa na tuzo zote zilizotolewa, kila mtu kapata sehemu yake. Kipi ambacho unahisi fulani amedeserve kuchukua kile ambacho amechukua? Wote wamedeserve kuchukua walichochukua. Nimefurahi sana mama yangu Bista ameshinda tuzo na nimemtangaza na kumkabidhi mimi tuzo. Namjua uwezo wake, nimecheza naye kwenye Tobo wa Tobo na nimeona kazi zake nyingi sana. Ni mwigizaji mzuri sana, ametuinspire sisi waigizaji wa sasa hivi wengi sana. Unaona tumekuwa tukimuona. Kwa hiyo amedeserve. Mariam Ismail, oh my God. It has been a long time coming. Yani katika waigizaji mimi ambao wananikosha na waigizaji ambao nimewaangalia sana na pia naweza nikasema nimejifunza vitu vingi sana kutoka kwao ni Mariam Ismail. Anajua kuvaa husika, anajua kucheza na facial expressions, anajua kutoa dialogue na akaipresent kama vile mwandishi alivyoiandika. So everyone deserved it. Yani kila aliyeshinda amestahili na filamu itambe. Yes. Tuzungumzie Mariam Ismail, umejiingiza mwenyewe. Nilimuuliza kwamba wakati ulivyokuja ulitarajia uchukue tuzo ngapi, amesema more than one, lakini amechukua moja. Kwako unahisi kwa nini amechukua moja? Competition naweza nikasema was tight labda na nini. Yeah, of course hata mimi naweza nikasema she deserved kupata zile categories zote ambazo alichaguliwa, lakini competition is tight. Sio mbaya, hata hii moja ambayo amechukua ni ushindi sana kwetu. And we are happy for her. Yes. Wewe ukitazama kwa kila sehemu ambapo Mariam Ismail alivyokuepo, mshindani wake mkubwa alikuwa nani? Bista. Kwa hizi na niliu alikuwepo Bista. Bista ndo alikuwepo mshindani wake mkubwa sana pale, kwa sababu ndo mkongwe ambaye amefanya kazi nyingi sana na anafanya vizuri sana. But the rest ni piece of cake. Yani pale angekuepo hayupo tu Bista, zote angezibeba. Bista mwisho siku kachukua 2, yeye kachukua 1. Tafsiri yake nini? Sio mbaya at all. Yani mimi sijui kwa nini mnapenda kuweka hizi na niliuza kulinganisha. Sio mbaya. This is her time. Sasa unajua Mariam ameanza tasnia for some time now. Sijui unanielewa. Na huu ndo muda ambao anaanza kupata ile recognition ambayo ana deserve. Kwa kama leo kapata 1, next year atapata 3, the other year atapata 5, zitakuja tu. Hamna issue. Yani zitakuja tu many and many. The good thing is tumeanza na hii ya leo. Mungu ni mwema.
Wakati nominees zinatajwa na vipengele vinatajwa, niliwish jina la Chioma lingekuwepo. Tulichukua Zikomo kwenye ukumbi huu na tulifanya mahojiano hapa. Lakini hatujaiona, shida nini? Sikuwa nominated this time around kama unavyoona. Sikuwepo kwenye nominations kwa sababu Noma haikuwa imesubmit kazi. By the time submissions zinafungwa za nominations, Noma was not yet, haikuwa bado imeair. Na pia sio mbaya, mimi namshukuru Mungu nilishashinda last year na nikafurahi sana, nikatamba sana na tuzo zangu, and I'm very happy kwamba pia wengine ambao wanastahili wameshinda this year. Kushinda kupokezana, so yeah, I'm happy. Sawa. Na yes. 2026 kuna mapungufu yoyote, kuna maboresho yoyote, kuna mazuri yoyote, tuwape kongole ama tuwaraumu waandaji? Tuwape kongole kwa kweli. Kama nilivyosema, everything kwangu mimi was 10 over 10, kuanzia decoration ya ukumbi, kudadeki natoka jasho. Kuanzia tulivyoingia hapa kwenye ukumbi, umependa the way wame decorate the place. Nimependa jinsi ambavyo program ilikuwa ina run, vitu vilikuwa havichelewi, tumeenda kwa wakati, bumper to bumper. Nimependa the entertainment, nimependa the bites, mambo ya kula nini. Yeah, everything kwangu mimi it was perfect, 10 over 10. Na wapa kongole watayarishaji, na next time tuna expect vitu vizuri na vikubwa zaidi ya hii leo. Yes. Tumalizie. Mpaka sasa tunaona vile ambavyo Noma inavyoelekea. Ni tafsiri yake ipo vipi? Kuna ipo katikati ama inaelekea mwishoni ama tutarajie nini? Wewe jua tu inazidi kuwa Noma. Endeleeni kufuatilia Noma. Wewe jua inazidi kuwa Noma. Yani haijaisha mpaka ishe, itazidi kuwa Noma mpaka mwisho. Yes. Kwa kweli ina furaha sana kwa sababu ukiangalia nominees wote walikuwa wamefanya vizuri sana, kwa hiyo kuibuka kidedea sio kazi ndogo. Na furaha, yes. Umechukua tuzo ngapi? Mmoja tu. Na matarajio yetu ilikuwa ni tuzo ngapi? More than. Japo so far mimi ni multiple award winner. Kwa hiyo hii ni moja hapo. So nadhani huko mbeleni nategemea vingi zaidi na vizuri zaidi. Tulitarajia tuchukue more than, tumepata mmoja. Unahisi kuna namna fulani hivi vitu havijakaa sawa ama shida nini? Hapana, sio kwamba vijakaa sawa. Mimi naona viko sawa kwa sababu kila aliyechukua amedeserve, so it's only the matter of time. Yeah. Yupi alikuwa ni competitor wako ambao alikuwa anakumeza kichwa sana, nikikosa mimi atachukua yule? Honestly, competitor. Mimi naigiza for me, I do me, siko kwenye competition. Yeah, kwa hiyo sijui miss. Sijui yani. Yeah, ni mimi tu. Nimejiona mimi. Binafsi mara kadhaa nilikuwa najaribu kuposti picha za wote ambao walikuwa wapo kwenye ile category. Nikaona mchujo ulikuwa umelala kama sio kwako kama au kwa Bistar. Nikasema hawa wawili ndio watu ambao wengi walikuwa wanawatarajia. Na ndio ndivyo ambavyo tumeona. Umechukua wewe moja, Bistar amechukua mbili. Swali langu la msingi, unahisi Bistar ni mzuri zaidi yako, yeye kachukua mbili umechukua moja? Bistar yuko vizuri sana, na bado wasanii wadogo bado wanaendelea kujifunza kwake. Mimi mwenyewe pia bado naendelea kujifunza kwake kwa sababu ni mkongwe. Yeye ni mzuri na mimi ni mzuri kivyangu. Kwa upande wangu ni mzuri na yeye ni mzuri kivyake. So I think yeyote aliyechukua amedeserve. Yeah. Tukumbushe tuzo gani inaitwaje? Hii ni Best Actress. Yeah, the Best Actress. Yeah, 2026. Unahisi ulistahili kuchukua? Nilistahili, obvious. Turudi kwenye kazi yako ya Zora wala kwa uchache. Ilikuwa ni rahisi kiasi gani kushiriki mule na rahisi kiasi gani? What do you mean rahisi? Ilikuwa ni rahisi kiasi gani kuwepo kwenye Zora ama kwako ilikuwa ni ngumu? Ulitafutwa na JB as a director ama ilikuwaje? Of course alinitafuta. Nadhani mwenyewe kaona kazi yake inanifaa. Script yake imemwona Zora, of which yeye mwenyewe jicho lake limeangukia kwangu, so ni kazi nzuri, tunafanya vizuri na inaenda vizuri na we are still shooting it. Yeah. Kwa vile ambavyo umeigiza walau kwa scene chache au episode chache zilizotoka, unahisi Zora inakwenda kumpeleka zaidi Mariam Ismail zaidi hapa alipo? Yes, itanivusha mahali fulani. Tuambieje sasa wale ambao hawajawahi kuitazama Zora? Bwana, watakuwa wanakosa mengi. Sina cha kuambia zaidi ya kuambia kwamba wanakosa mengi ambao hawaitazami Zora, na washauri wakaangalie kwa sababu Zora inafundisha, ina vitu vingi vya mafunzo, inaelimisha, inaburudisha, iko flexible kote ipo, kwa hiyo it's better wakaangalia.
Kwenye Zora kuna chochote ambacho umeigiza ambacho kiligusa maisha yako? So far bado, labda mbeleni kwa sababu bado tunashuti, so sijajua huko mbele, lakini so far bado. Haya bwana, nakutakia siku mwema na hongera kwa hiyo tuzo. Shukrani sana. Thank you.